Ndugu waandishi wa habari, kwanza karibuni sana. Mbele yenu ni kamati ya kumbukizi ya mshairi bora marehemu Amiri Abdallah Sudi Andanenga, sauti ya Kiza. Hii ni kamati ya kumbukizi yake, kwa maana kamati ya kuandaa kumbukizi ya mshairi bora mzee Amiri Abdallah Sudi Andanenga, sauti ya Kiza, aliyefariki mwaka jana tarehe 1 Mei 2024. Kamati hii inawakusanya washairi na wadau wa Kiswahili na ushairi. Hapa ninaye Ustadh Kasim Pazi Haumotile. Yeye ni mshairi na anaeleweka kama Mndewa wa Songwe. Yeye ni mwenyekiti wa Umoja wa Washairi Tanzania, UWASHATA. Mwenyekiti wa Umoja wa Washairi Tanzania, UWASHATA. Pembezoni mwangu hapa tunaye Ustadh Hassan Muhammad Ligile. Yeye ni katibu mkuu wa UKUTA. UKUTA ni chama cha usanifu wa Kiswahili na ushairi Tanzania. Katibu mkuu wetu Al-Ustadh Hassan Muhammad Ligile. Pembezoni yake yuko mshairi maarufu Bi Sikudhani Muhammad Jalala, kwa jina la ushairi Simbajike. Yeye ni miongoni mwa wanafunzi wa mshairi bora marehemu Andanenga. Na pale kwa upendeleo maalum, mwanamama Bi Moza Juma Mtambo, yeye ni mjumbe wa kamati hii. Na wote hawa ni wa kamati, na mimi naitwa Khamis Mataka, mwenyekiti wa kamati ya kumbukizi ya mshairi bora marehemu Amiri Abdallah Sudi Andanenga, sauti ya Kiza. Habari. Ndugu na habari, assalamu alaikum. Leo tarehe 1 Mei 2025 ni mwaka mmoja toka ulimwengu wa fasihi, hususan tanzu ya ushairi, ulipompoteza mmoja wa mabingwa wa ushairi nchini, mshairi bora marehemu Amiri Abdallah Sudi Andanenga, sauti ya Kiza, aliyefariki mnamo tarehe 1 Mei 2024. Tunamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu amrehemu, amsamehe alipoteleza, na amruzuku pepo, Allahumma amin. Marehemu mshairi bora Amiri Abdallah Sudi Andanenga, sauti ya Kiza, alikuwa manju, jagina, fanani na mwalimu aliyetoa mchango mkubwa kwa maendeleo ya lugha ya Kiswahili na ushairi kwa ujumla, akishiriki katika vipindi mbalimbali vya lugha redioni na runingani, katika makongamano anuwai, na pia kwa kutunga vitabu na diwani ya ushairi. Ndugu wanahabari, idili ya kuwaita asubuhi hii kwa niaba ya kamati ya kumbukizi ya mshairi bora marehemu Amiri Abdallah Sudi Andanenga, sauti ya Kiza, ni kuwatangazia kuwa kamati hii imepanga kumkumbuka na kumuenzi mshairi huyu nguli
kwa kufanya shughuli mbalimbali zinazohusu lugha ya Kiswahili na ushairi, na hatimaye kuhitimisha programu hii kwa programu maalum ambayo itaanzia tarehe 30 pia ya mwezi huu. Mbali ya shughuli mbalimbali zitakazofanyika hapa katikati, mnamo tarehe 30 Mei 2025 kutakuwa na tukio la kuzuru kaburi lake na kumfanyia dua pale kaburini. Tarehe 28 na tarehe 29 Mei 2025 kutakuwa na tukio la kongamano la lugha na fasihi, ama shughuli inayohusu lugha na fasihi, na hii anwani yake rudisha kitabu nyumbani. Na shughuli hii iliyoandaliwa na mfuko wa fasihi Tanzania itafanyika katika kijiji cha Makumbusho. Tarehe 31 Mei, Chama cha Usanifu wa Kiswahili na Ushairi Tanzania UKUTA kitafanya kongamano ambalo litajikita katika kuangalia risala na hotuba za Mwalimu Nyerere pale katika mahala ambapo patatangazwa hapo baadaye. Chama cha UKUTA kitafanya kongamano hilo, na tarehe 1 Juni mwezi wa 6 2025 kutakuwa ndio siku ya kumbukizi ya mshairi bora marehemu Amiri Abdallah Sudi Andanenga, sauti ya Kiza, katika ukumbi utakaotangazwa hapo baadaye. Kwa hivyo utaona shughuli yetu itaanza tarehe 28 mpaka 29 Mei kwa kongamano la lugha na fasihi chini ya mfuko wa fasihi, na tarehe 30 tutakuwa na tukio la kuzuru kaburi la mshairi bora marehemu Andanenga, na tarehe 31 tutakuwa na kongamano chini ya Chama cha Usanifu wa Kiswahili na Ushairi Tanzania, ambayo yeye marehemu Andanenga ni miongoni mwa wanachama wake. Kwa hivyo kutakuwa na tukio hilo la kongamano la UKUTA tarehe 31, kongamano la UKUTA kuenzi risala za Mwalimu Nyerere, na tarehe 1 Juni itakuwa ndio siku ya kumbukizi ya mshairi bora marehemu Amiri Abdallah Sudi Andanenga. Kwa niaba ya kamati ya kumbukizi ya mshairi bora Andanenga, nachukua fursa hii kuwaalika wapenzi wote wa Kiswahili na ushairi kushirikiana na kushiriki katika matukio yatakayopangwa kwa nia ya kumwenzi mshairi huyu bora marehemu Amiri Sudi Abdallah Andanenga. Tusisahau kuwa dua maalumu ya kumuombea itakayofanyika tarehe 30 itafanyika katika msikiti wa Mfalme wa Sita BAKWATA makao makuu pale, kuanzia baada ya swala ya al-asr, na tunataraji siku ile kumkumbuka yeye na kumkumbuka na kuwaombea dua washairi na Waswahili, watu wa lugha wote waliotanguliwa, wakiwemo Sheikh Muhammad Ali al-Bukhari, Sheikh Saada na Abdul Kandoro, Sheikh Amir Abedi, Sheikh Abdul Bari Diwani, Sheikh Shaabani Gonga, Mzee Hamisi Akida, Maalim Pera Ridhiwani, Ustadhi Sihiyana Saleh Mandevu, Mzee Jumaani Abdallah na wengineo. Hawa wote ni Waswahili, ni washairi, ni wapenzi wa Kiswahili na ushairi. Kwa hivyo tutawakumbuka siku ile,
na tunakusudia matukio haya yawe yanajirejea kila mwaka katika kuweka kumbukizi ya Waswahili hawa, ya washairi hawa nguli waliotangulia mbele ya haki. Jina langu naitwa Hassan Mohamed Ligile, ni katibu mkuu wa chama cha UKUTA. UKUTA ni usanifu wa Kiswahili na ushairi Tanzania. Chama hiki ni chama kongwe katika vyama vya Kiswahili hapa Tanzania. Ni chama cha kwanza kabisa ambacho kilianzishwa kuanzia mwaka 1959 na kusajiliwa. Usajili wa kwanza tulipata tarehe 25 mwezi wa kwanza mwaka 1966 ndio tumepata usajili wa kwanza kabisa chama cha UKUTA, ambapo mpaka sasa hivi bado kipo, ndio kichama cha kwanza hapa Tanzania. Chama hiki ndicho kilichozaa vyama vya Kiswahili hapa Tanzania, BAKITA, BASATA na kadhalika. Sisi UKUTA tumepokea taarifa na tumekubaliana kwa pamoja kufanya hii kumbukizi ya marehemu Mzee Amiri Sudi Andanenga. Mzee Amiri Sudi Andanenga kwetu sisi kama UKUTA ni mtu ambaye tulikuwa naye, na yeye ni miongoni mwa watu ambao walikuwa waanzilishi wa hiki chama cha UKUTA. Hivi kuondoka kwake sisi tumepata pengo kubwa sana, kwa sababu sisi mambo mengi sana ya UKUTA, mambo ya kibinafsi na mambo mengine, tukiwa tumekwama kama chama, tulikuwa tunategemea sana busara zake, na yeye ndio alikuwa msuluhishi mkuu katika mambo yetu ya UKUTA. Sasa baada ya kuondoka ndipo tulipokuwa tumekubaliana kamati hii ili tuweze kumkumbuka mwenzetu nguli yule ambaye ametutoka tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka jana. Baada kuandaa hii na kuanza kutangaza, kwa kweli wenzetu wamelipokea kwa moyo mmoja kabisa, na hata hivyo sisi wenyewe kama wenyewe tulikuwa tunalitaka ili hii shughuli tuifanye tarehe 1 mwezi wa 5. Unaona? Lakini wao wenzetu ndipo walipokuwa wakasema kwamba tusiwe na haraka kiasi hiki, kwa sababu jambo hili ni jambo muhimu sana, na huyu mtu ni mtu mkubwa sana. Kwa maana hiyo tuweke matukio mbalimbali ya kuweza kumkumbuka huyu mwenzetu. Ndipo tumeweza tumeandaa matukio mbalimbali mpaka tarehe 1 mwezi wa 6 ndipo tutakuwa hatima ya kuweza kumaliza shughuli yetu. Hali ya Kiswahili ipo mzuri. Hali ya Kiswahili ipo mzuri, na mpaka sasa hivi vijana, manake zamani ilikuwa kwa mfano mambo ya ushairi. Zamani walikuwa wanafikiri kwamba mambo ya ushairi ni mambo ya wazee. Kwa hiyo walikuwa wale watungaji na watungaji waghani walikuwa wazee. Lakini sasa hivi imebadilika. Vijana wengi wameingia katika utungaji utungaji wa mashairi, utungaji wa vitabu, na kujiendeleza wao katika lugha hii ya Kiswahili. Asante. Jina langu Kasim Pazi Haumotile. Lakabu yangu ni Mndewa wa Sungwi. Kuhusiana na hii kumbukizi ya kumuenzi na kumkumbuka mzee wetu marehemu Mzee Amiri Sudi Andanenga, tukumbuke kwamba Mzee Andanenga ni mdau wa Kiswahili, ni mpenzi wa Kiswahili na ushairi, bali kwa kuongezea naweza kusema kwamba Mzee Andanenga alikuwa ni nusu ya kamusi ya Kiswahili. Tunapotatizika na maneno ya Kiswahili huwa tunakimbilia kwa Mzee Andanenga, na anatupa marekebisho, tunaendelea na kazi zetu. Kuhusu hali ya Kiswahili, mimi nafarijika kusema kwamba hali ya Kiswahili inakuwa nchini Tanzania,
na hata nje ya Tanzania. Tunashuhudia sasa hivi makongamano mbalimbali, warsha mbalimbali zinazoandaliwa na serikali na vyama ambavyo si vya kiserikali kwa ajili ya kuhuisha lugha ya Kiswahili ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ushahidi ni kwamba sasa hivi taasisi mbalimbali zimesajiliwa na serikali kwa ajili ya kukitetea, kukipigania na kukiendeleza Kiswahili tofauti na huko awali tunakotokea. Asante. Jina langu Bi Sikuzani M. Jalala. Jina ushairi nitendeje. Jina niliyotunukiwa na marehemu Andanenga Simbajike. Ni mwanafunzi wa Andanenga. Kikubwa hapa leo namlilia Andanenga, mwanafunzi wangu. Kila alichonifundisha ndicho hicho ambacho leo nataka nimlilie. Na shairi langu hapa la uzinduzi. Lau kwamba si ajabu kufa tumelazimika. Tunazo nyingi sababu jamii kuhuzunika. Nyumbani na ghaibu wa mjua Afrika. Leo tunamkumbuka amiri wa Andanenga. Kudula ainainda aitwae uitika. Kuwaenzi makamanda misingi walioweka. Sitasimini ya sanda kujua tulivyozika. Leo tunamkumbuka gwiji sauti ya kiza. Maana ya uzinduzi na tulivyojumuika, siku kusanya machozi, tukajaza mabirika, bali twakumbuka kazi ambazo zimetendeka. Leo tunamkumbuka amiri wa Andanenga. Kumbukumbu tuzisome, nyuma yaliyofanyika, amiri tumtazame, wasifu na kadhalika, kazi zake tuzipime, toka bado Tanganyika. Leo tunamkumbuka gwiji sauti ya kiza. Amiri wetu mtunzi, silaha aloishika, yenye makali ya ganzi, adui kuathirika, ni mashairi na tenzi, wala hakubabaika. Leo tunamkumbuka yule sauti ya kiza. Kwa usanifu wa tungo, amiri kakamilika, na upeo wa ubongo, kila muda wachemka, amiri nguzo ya jengo, na fani ikatukuka. Ni kweli watangulizi nakiri walitamka kwamba wema uozi, kwa miaka na kwa karine na miaka, amiri zake pongezi kumpa ya wajibika. Amiri na Kiswahili mfasihi kutamka, nui na zake fasihi kwake zimehifadhika, alifanya kila hali lugha isijevikika. Amiri wetu malenga nchini alitajika, na vitabu wametunga, kila kona vimefika, kweli ametupa mwanga, jamii yanufaika. Leo tunamkumbuka amiri wa Andanenga. Asanteni.